Karibu sana kwenye UDOM Podcast, jukwaa linalokujuza mambo mbalimbali yanayoendelea chuoni, fursa mbalimbali zinazoendelea ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma na yale yanayohusu Chuo Kikuu cha Dodoma. Na leo tumetembelewa na Rais wa Serikali ya Wanafunzi Chuo Kikuu cha Dodoma, Bi Jacqueline Humbaro. Karibu sana Bi Jacqueline Humbaro, ni furaha yangu mimi kuwa na wewe hapa. Kwa kuanza kabisa, watu wengi wanatamani kujua, au wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dodoma ambao wapo na wale ambao tunatarajia kuwapokea, wanatamani kujua nini maana ya UDOSO. UDOSO ni nini hasa ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma? UDOSO ni jumuiya ya wanafunzi ambayo iko ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma na inajumuisha wanafunzi wote. Mwanafunzi aliyesajiliwa ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma tayari anakuwa ni mwanajumuiya moja kwa moja. Na kunakuwa na wanajumuiya, lakini kunakuwa na viongozi wake. Kwa hiyo mimi ni kiongozi wa jumuiya ambayo ni ya UDOSO. Sawa, na UDOSO kazi yake kubwa ni nini hasa ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma? Kazi ya UDOSO ni kusimamia ustawi wa wanafunzi ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Mfano, kuhakikisha kwamba sauti za wanafunzi zinasikika kwa management. Kwa sababu kwa wingi wa wanafunzi tulioko ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma, sio rahisi kwa mwanafunzi mmoja mmoja kutoka alipo kuleta changamoto yake. Kwa hiyo UDOSO ipo kukusanya zile changamoto za wanafunzi ambazo zinawajumuisha kwa pamoja. Kuna changamoto binafsi na changamoto za pamoja. Kwa hiyo UDOSO inakusanya changamoto za pamoja na kuzileta kwa management. Lakini zile binafsi zinazomhusu mwanafunzi mmoja mmoja atazileta mwenyewe. Lakini kwa zinazojumuisha wanafunzi wengi, lazima UDOSO ichukue zile changamoto na kuzileta ili kurahisisha utatuliwaji wa changamoto hiyo. Nyinyi kama jumuiya ya wanafunzi, hususan viongozi, mmejiandaaje na tutarajie nini kwa mwaka huu wa masomo 2025-2026 kwa upande wa mapokezi? Kwa mwaka wa masomo 25-26 tumejipanga vizuri kwa kushirikiana na management ya Chuo Kikuu cha Dodoma kuwapokea wanafunzi wa mwaka wa kwanza na tutawapokea kuanzia watakapofika kwenye vituo mpaka kuwafikisha chuoni na kuwasaidia kufanya usajili. Na vituo ambavyo tunawapokea itakuwa ni vituo viwili. Tutawapokea stendi kuu ya mabasi 88 lakini pia tutawapokea stesheni ya Samia Suluhu Hassan. Lakini kwa stesheni tutawapokea wale ambao watakuja na treni ya asubuhi na treni ya mchana. Na stendi kuu ya mabasi 88 tutawapokea kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 4 usiku. Viongozi watakuwa hapo kuwapokea wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Watakuwa kwenye sare maalum pamoja na vitambulisho ambavyo vitaweza kuwasaidia wanafunzi wapya wanaofika kuwatambua kwamba hawa ni viongozi kutoka serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Dodoma. Vipi wale wanafunzi ambao wanakuwa wameambatana na wazazi wao, wameongozana na wazazi wao, mzazi kamsindikiza mwanafunzi kuripoti chuoni, wao unakuta naye ana hamu ya kufika kujua mtoto wake anafikia wapi, Chuo Kikuu cha Dodoma kikoje, wazazi hao wanapewa utaratibu gani wa wao kufika chuoni? Na maanisha wakati wa mapokezi wazazi pale wanapewa utaratibu gani na wao wa kufika kule, wale wanaotaka kwenda? Kama nilivyokwisha kusema kwamba tunashirikiana vizuri na management ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Kwa hivyo hata kwa wazazi ambao wanatamani kuwaleta watoto wao kwa ajili ya kuanza mwaka wa kwanza kwa 25-26 wanakaribishwa kuja na watoto wao, kwa sababu tutakuwa na usafiri maalum ambao tutakuwa tukiwachukulia wanafunzi pamoja na wazazi kutokea hivyo vituo viwili mpaka kuwafikisha chuoni. Kwa wazazi pia tunawakaribisha na pia tutawapokea. Okay, hapo wanafunzi wenye mahitaji maalum ni wanafunzi ambao tunawapa vipaumbele sana ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Na unawahakikishia kwa asilimia ngapi usalama wao kwa wale ambao watafikia stendi ya mabasi 88, lakini kwa watakaoshuka kwenye kule stesheni ya Samia, usalama wao ukoje wao kutokea pale kwenye vile vituo mpaka chuoni? Kama ulivyokwisha kusema kwamba Chuo Kikuu cha Dodoma kinawajali sana wanafunzi wenye mahitaji maalum na pia utaratibu wao tumeuandaa vizuri na kama viongozi tunatambua kama chuo chetu kinapokea pia wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo wao pia tutawapokea na tutawasaidia kuwafikisha mpaka chuoni na kuweza kufanyiwa mazingira yao yakawa mazuri zaidi. Vipi kwa wale wanafunzi ambao unakuta ametoka mbali lakini labda alipata changamoto kidogo ya usafiri njiani na akachelewa kufika au akachelewa kuwasili stendi kuu ya mabasi pale 88 na muda ule wa kupokea unakuwa umeisha? Kwa wanafunzi hao
tunawahakikishia vipi usalama wao na tunawahakikishia vipi wao kufika chuoni na kupata makazi kwa muda huo? Kwa wanafunzi ambao watafika baada ya ule muda ambao ni wa mapokezi, kwanza tutatoa namba za simu ambazo zitakuwa wazi masaa 24. Kwa hiyo hata kama imetokea amefika kuanzia saa 5 usiku na kuendelea, ataweza kupiga kwenye ile namba na atapatiwa maelekezo ya kufika chuoni. Lakini atakapofika chuoni atawakuta viongozi na watampokea na atapatiwa chumba cha siku hiyo kwa kuweza kujipumzisha ili kesho aweze kuendelea na usajili. Na nyinyi kama jumuiya ya wanafunzi ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma, mnawashughulikia vipi wale wanafunzi ambao wanakumbwa na changamoto wakiwa ndani ya chuo? Naam, kwanza nikiri kwamba kwenye wingi wa watu kama ilivyo ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma, changamoto haziwezi kukosa. Kabisa. Kwa hiyo changamoto zipo, hatuwezi kukataa kwamba hakuna changamoto. Changamoto zipo, lakini tunajitahidi kadiri ya uwezo wetu kushughulikia changamoto hizo kwa kushirikiana na uongozi wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Kwa mfano, kwa changamoto kama ya hali ngumu ya maisha, tunatambua wanafunzi wengi tuliopo ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma tunatoka kwenye familia ambazo ni za chini. Kwa hiyo kama serikali ya wanafunzi tuliliona hilo, na ndio maana tukaamua kuanzisha mfuko ambao utawasaidia wanafunzi baadhi, hata kama ni kwa uchache, lakini wataweza kusaidika kwenye swala la ada. Kama kitu ambacho ni changamoto kubwa ambayo inawakumba wanafunzi wanapofika ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Okay. Hiyo unazungumzia UDOSO scholarship. Yes. Okay. Shukrani sana. Na umegusia UDOSO scholarship, ni mojawapo tunaweza tukasema labda nyinyi kama jumuiya ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Dodoma mmeweza kuianzisha kwa sababu au kwa ajili ya kutatua changamoto ya ada, na ni vigezo vipi ambavyo mwanafunzi anatakiwa awe navyo ili yeye kuwa funded na hiyo UDOSO scholarship? Kwa kuanza kwa kuwa ndo tumeanza, kwanza UDOSO scholarship itakuwa inafanya kazi kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Kwa hiyo wanafunzi wa watakaoingia 25-26 ndo wataanza kuwa wanufaika wa kwanza wa UDOSO scholarship. Kwa hiyo hicho ni kigezo namba 1, lazima awe ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza, lakini pia awe amechaguliwa kujiunga na Chuo Kikuu cha Dodoma na sio chuo kingine chochote. Ndio. Lakini pia kitu kingine ni lazima awe na fomu ya kufanya maombi. Fomu inapatikana kwenye tovuti ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Kwa hiyo mwanafunzi atakapokuwa nyumbani, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza, wewe ambaye umechaguliwa, utaingia kwenye tovuti ya Chuo Kikuu cha Dodoma, utadownload UDOSO scholarship form, utaijaza na utakuja nayo chuoni. Ukifika chuoni, utakapofika kwenye ndaki yako, shule kuu au taasisi, utaikabidhi kwa viongozi wa UDOSO. Kwa hiyo sio vigezo vikubwa, ni vidogo, ni lazima awe mwaka wa kwanza, lakini pia ajaze hiyo fomu. Lakini kwenye kujaza fomu lazima pia aoneshe kwamba ni kweli ana uhitaji wa kupatiwa hiyo scholarship. Okay. Lakini pia kitu cha kusisitiza, hii ni scholarship na sio mkopo. Kwa hiyo mtu atakapokuwa amepata atalipiwa bure na bila kurudisha. Sio kama bodi ya mikopo. Kigezo kingine, mwanafunzi huyo hatakiwi kuwa na fundi nyingine yoyote. Kwa mfano, asiwe ni mnufaika wa bodi ya mikopo, lakini pia asiwe mnufaika labda wa Samia scholarship, asiwe mnufaika wa scholarship yoyote. Kwa hiyo ni mwanafunzi ambaye anajilipia ada yeye mwenyewe ndio ataweza kuwa mnufaika. Okay, na kwa mwanafunzi ambaye atakuwa mnufaika wa UDOSO scholarship, anakuwa funded kiasi gani? UDOSO scholarship kwanza inalipia ada peke yake. Kwa hiyo zile direct cost mwanafunzi atahitajika kulipia. Kwa hiyo utakuwa umeshalipia direct cost, ndo utakuja kuomba UDOSO scholarship ije imalizie kukulipia ada. Vipi utaratibu umeshaanza? Dirisha la wanafunzi kupakua hiyo form na kujaza au kufuata utaratibu au kuweza kuwa wanufaika wa UDOSO scholarship limeshaanza au bado kuna taratibu nyingine zinaendelea? Kwa sasa dirisha la UDOSO scholarship liko wazi, na wanafunzi wako huru kupakua fomu ya UDOSO scholarship fund na kuzijaza,
na dirisha hili litafungwa wiki 2 baada ya chuo kufunguliwa. Na kwa kuwa hatuna bado, ndo tumeanza na hatuna mfumo maalum wa kufanyia maombi, kwa hiyo tunatumia mfumo wa manyo. Kwa hiyo mwanafunzi atalazimika kuja na hiyo fomu chuoni na kuikabidhi kwa viongozi wa UDOSO wa ndaki yake, shule kuu au taasisi. Lakini pia kwa idadi ya watu ambao tumetarget kwa mwaka huu ni watu 11, nikimaanisha ndani ya chuo kikuu cha Dodoma kuna ndaki, shule kuu na taasisi 11. Kwa hiyo kila ndaki, shule kuu na taasisi itatoa mwanafunzi mmoja ambaye atakuwa ni mnufaika wa UDOSO Scholarship Fund. Ni kwa namna gani mnaviinua na kuviendeleza vipaji vya wanafunzi ndani ya chuo kikuu cha Dodoma? Hapo tunagusa sekta ya muziki, football, netball, handball, volleyball ndani ya chuo kikuu cha Dodoma, na naweza nikasema na talanta au uwezo mbalimbali ambao wanafunzi wanao. Kama UDOSO na wainua vipi wanafunzi na kuendeleza vipaji vyao? Kama UDOSO huwa tunaandaa matamasha mbalimbali ambayo pia huwa tunaalika watu maarufu na viongozi mbalimbali. Kwa hiyo wanafunzi wanapata fursa ya kutangaza kipaji chake alichonacho. Kwa hiyo tunathamini vipaji vilivyopo ndani ya chuo kikuu cha Dodoma, ndio maana huwa tunaandaa matamasha hayo. Lakini sio kwa UDOSO tu, tumekuwa pia tukishirikiana na uongozi wa chuo kikuu cha Dodoma kushiriki kwenye mashindano mbalimbali. Huwa tunashiriki mashindano ya TUSA ambayo yanabeba vipaji mbalimbali na wanafunzi wanapata fursa ya kuonyesha vipaji vyao. Lakini sio ndani tu, huwa tunashiriki hata mashindano nje ya nchi. Kwenye mashindano hayo wanafunzi wanapata fursa ya kuonyesha vipaji vyao na hiyo inawakuza zaidi. Lakini pia hata akimaliza chuo anakuwa na pa kuanzia kwa sababu kipaji ni mtaji. Vipi kwa wanafunzi ambao wanatamani kuwa viongozi? Wewe kama rais sasa una kipi cha kuambia na una kitu gani cha kuwashauri? Kuna wengine wanakatishwa tamaa, hutaweza, wanafunzi ni wengi, utaweza kuongoza. Lakini wewe umeweza, jopo lote linakuangalia wewe kama president na ni mwanamke. Una kitu gani cha kuwashauri wanafunzi hao au kuambia? Kwanza niseme kwa uongozi ni huduma na sio sehemu ambayo unaweza ukapata kuja kurelax. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anatamani kuwa kiongozi wa serikali ya wanafunzi hasa ndani ya chuo kikuu cha Dodoma, atambue kwamba anaenda kutoa huduma kwa watu. Yeye anakuwa ni mtoa huduma. Lakini pia kitu kingine ni lazima awe na nidhamu. Kwa sababu kama tunavyofahamu chuo kikuu cha Dodoma kina watu wengi, kuanzia wafanyakazi mpaka wanafunzi. Na unakutana na watu tofauti tofauti ambao wana hulka tofauti tofauti, mmelelewa sehemu tofauti tofauti. Kuna vitu ambavyo mtu kwake anaona ni kizuri lakini kwako sio kizuri. Kwa hiyo ni lazima mtu anayetamani kuwa kiongozi hapa awe na nidhamu. Ambayo nidhamu hiyo itamsaidia kucontrol hawa watu wote, kuwaweza kuwaweka sehemu moja. Lakini akikosa nidhamu, atataka kupambana na kila mtu, atataka kupambana na kila kitu, kitu ambacho kama mwanadamu wa kawaida ni ngumu kwake kukitekeleza. Lakini pia kitu cha pili ni lazima mtu anayejiandaa kuwa kiongozi awe amejiandaa kujitolea, na kujitolea kwa hali, lakini pia kujitolea kwa mali. Unakuwa una play role mbili kwa wakati mmoja. Wewe ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma, lakini ni kiongozi, na vitu vyote viwili vinatakiwa kwenda kwa wakati mmoja. Kuna wakati wenzako watakuwa darasani wakiwa wanafanya kitu ambacho kimewaleta ndani ya chuo kikuu cha Dodoma, na hata wewe ambaye ni kiongozi ndo kitu ambacho kimekuleta, watakuwa wanasoma, lakini wewe hautakuwepo darasani. Kwa hiyo ni lazima mtu awe tayari kujitolea sana, kuanzia kwenye muda wake, lakini kuna muda pia itakuhitaji mali ujitolee. Kuna mwanafunzi atakufuata ana shida fulani, atataka umsaidie, na wewe ni mwanafunzi mwenzake, sio kwamba una kipato kuzidi yeye, hapana. Na itabidi umsaidie kwa sababu tayari wewe ni kiongozi. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anatamani kuwa kiongozi, ningependa nimwambie vitu hivyo vichache, ajiandae navyo.
na asifikirie kwamba UDOSO itakuwa ni sehemu kwake ya kunufaika, lakini achukulie kama ni jukwaa la yeye kujifunza kwenda kuwa kiongozi mkubwa sana baadaye. Kwa hiyo nimtie moyo mtu ambaye anafikiria kuwa kiongozi, ni kitu kizuri na ni sehemu ambayo unajiuza, unakutana na watu wengi, unapata ideas tofauti tofauti, unakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuchakata mambo, unaweza kufikiria kitu kwa haraka na kukitolea suluhisho. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ina faida nyingi sana kwa pande zote mbili, kuanzia upande wa maisha yako, lakini pia upande wa kufikiri kwako. Utakuwa unafikiri mambo kwa tofauti. Ukiwekwa wewe ambaye ni kiongozi na mwanafunzi wa kawaida, mkiambiwa kutoa hoja, mtakavyoweka hoja zenu mezani, lazima hoja yako itakuwa ni nzito zaidi, kwa sababu uwezo wako wa kufikiri tayari umepanuka sana. Kwa hiyo mimi niwatie moyo watu wanaotaka kuwa viongozi, ni sehemu nzuri sana, lakini ni lazima uwe umejipanga kwenye maeneo hayo ambayo nimeagusia. Uwe na nidhamu sana, lakini pia usiwe ni mtu wa kubebelea vitu kwa mihemko. Uwe na utulivu wa akili, lakini pia uwe na utulivu wa nafsi. Umepata changamoto, uweze kutulia kwamba hii nimeipata, imetokea hivi. Kuna muda wanafunzi watakufuata, pressure inakuwa ni kubwa, kwa lazima uweze kuipokea ile pressure kutoka kwa wanafunzi, uitulize, alafu uilete management. Lakini ukisema uibebe pressure kama ilivyo, uje nayo management, inaweza ikawa muda mwingine haina afya nzuri, hasa kwa ustawi wa wanafunzi. Kwa hiyo mimi niwatie moyo watu wote wanaotamani kuwa viongozi, wasikate tamaa. Ni kitu kizuri sana. Unakuwa unaongeza pia experience yako. Utakuwa chuoni ulisoma, lakini pia kuna vitu ulifanya. Kuna vitu kama mimi nisingeweza kuvijua kama nisingekuwa kiongozi. Lakini sasa hivi ninafahamu. Kuna vipaumbele vingi sana ambavyo uliviweka kwamba mkinichagua mimi kuwa kiongozi, kuna vipaumbele ambavyo nitavifanyia kazi na nitahakikisha vimeenda. Utekelezaji upoje kwenye vile vipaumbele ambavyo uliviweka? Kwanza utekelezaji uko vizuri mpaka sasa. Tunajitahidi kufanya kwa yale ambayo yanawezekana na yale ambayo bado yanaendelea kufanyiwa kazi. Lakini nikisema niongee kwa ukubwa nitazungumza muda mrefu sana. Lakini niseme tu kiujumla, sisi kama UDOSO, kama nilivyokwisha kusema awali, tupo kuhakikisha ustawi wa wanafunzi unakuwa ni bora. Na niseme tu mpaka sasa tumejitahidi, na kwa mwaka huu mpya wa masomo ustawi wa wanafunzi utakuwa bora. Wanafunzi watakaa kwenye mazingira ambayo ni mazuri, lakini pia watapata huduma zao zile ambazo zimewaleta ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Lakini sio tu kuzipata, watazipata kwa wakati. Ni kwa namna gani mnafanyika kuwa daraja kati ya uongozi wa chuo na wanafunzi? Kama nilivyokwisha kusema awali, naweza nikachukulia mfano ni kama kipaza sauti. Mtu anakuwa na sauti yake tayari, lakini anavyokuwa anazungumza kwenye sehemu yenye watu wengi, atahitaji kipaza sauti. Kwa hiyo anavyoshika kile kipaza sauti ndo kama UDOSO. UDOSO inatumika kupaza sauti za wanafunzi kwenda kwa management. Tuko wengi sana ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Hatuwezi kwa mmoja kuleta changamoto zetu management moja kwa moja. Itakuwa sasa ni chaos. Kwa hiyo UDOSO inafanyika daraja kwa sababu inachukua changamoto za wanafunzi na kuzileta kwenye management, na management inazifanyia kazi, na UDOSO pia itarudisha feedback kwa wanafunzi kwamba kuna changamoto fulani ilichukuliwa na utatuzi wake huko 1, 2, 3. Au kwa changamoto hii mwanafunzi inatakiwa afanye kitu 1, 2, 3. Au kwa namna nyingine management ina ujumbe fulani inataka kufikisha kwa wanafunzi, lakini kuna muda inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo serikali ya wanafunzi itachukua ule ujumbe kwamba labda kwa sasa wanafunzi wanatakiwa kuwa sehemu fulani, wanatakiwa kufanya kitu fulani. Kwa hiyo UDOSO itachukua hiyo information na kuipeleka kwa wanafunzi. Ndio kama nilivyosema awali, UDOSO ni kama kipaza sauti ambacho kinafanya kazi kote kuwili. Kuchukua sauti za wanafunzi, kuzipeleka kwenye management, na muda mwingine kuchukua
sauti kutoka management kuzipeleka kwa wanafunzi. Kwa hiyo linakuwa ni daraja la namna hiyo. Una wito upi kwa wanafunzi ambao tunatarajia kuwapokea hivi karibuni wa mwaka wa kwanza, pamoja na wale wanafunzi wanaoendelea tunaita continuous? Kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza ni wapongeze kwa kuchaguliwa kujiunga na Chuo Kikuu cha Dodoma. Hongereni sana. Lakini pia niwakaribishe ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Ni sehemu sahihi ya nyinyi kutimiza ndoto zenu na ni sehemu salama kwa nyinyi kupata elimu. Lakini pia tuhakikishie usalama wenu kuanzia mtakapofika mpaka mtakapoingia ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Mtakapofika, usalama wenu, mtakutana na viongozi wa serikali ya wanafunzi maarufu kama UDOSO. Watawapokea, kwa mtapokelewa na mikono salama kuanzia mnafika mpaka mnaingia ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Kwa hiyo niwapongeze sana, ni kitu cha tofauti sana kwa sababu sidhani kama ni vyuo vyote wanafanya hivi, lakini kwa chuo ambacho nyinyi mmekichagua, hivyo ndo vitu vyake vizuri. Mnapofika mnapokelewa na hamtakuwa na mazingira mageni kwa sababu nyinyi ni wageni, mnahitaji wenyeji na wenyeji ndo sisi tupo kwa ajili ya kuwapokea. Lakini kwa wanafunzi wanaoendelea ambao kwa sasa wako likizo, chuo kitakapofunguliwa tunawakaribisha tena kwenye chuo chenu pendwa, chuo chenu kizuri, kikubwa. Tunawakaribisha tena kwa awamu nyingine. Tuendelee tutakaporudi kuishi kwa mshikamano, amani na upendo. Tudumishe amani ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma ili kama sisi ambavyo tumekikuta na vizazi vyetu pia wakikute. Vile vile kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza, naendelea kuwasihi sana kwamba Chuo Kikuu cha Dodoma kina sheria, kina kanuni na taratibu zake. Kwa hiyo ni vyema kufika hapa chuoni na kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa ndani ya Chuo Kikuu cha Dodoma. Kiukweli Chuo Kikuu cha Dodoma hakitakufumbia macho kama utaenda kinyume na sheria, kanuni na taratibu ambazo zimewekwa. Kwa hiyo imekuwa ni sehemu salama kwa sababu kuna utaratibu ambao umewekwa na chuo. Kwa hiyo tunawasihi pia wanafunzi wa mwaka wa kwanza kuja kuishi huo utaratibu, kuja kuziishi zile sheria zilizopo, lakini pia na kanuni. Hatuwezi kuishi sehemu yenye watu wengi namna hii bila kuwa na miongozo. Kwa hiyo miongozo yetu inabidi muisome vizuri na inapatikana kwenye tovuti za chuo. Mpakue miongozo yetu ya chuo, muisome vizuri kabla hamjaja chuoni ili mtakapofika muweze kuendana na ile miongozo. Okay, nikushukuru sana Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Wanafunzi Chuo Kikuu cha Dodoma, Bi Jacqueline Humaro. Hongera sana kwa ufafanuzi mzuri ambao umeutoa. Bila shaka maelezo yake yamegusa, yamelenga kabisa na yamefafanua kwa uwazi na kutoa mwanga kwa wale wanafunzi wa mwaka wa kwanza, lakini pia wanaoendelea. Nikushukuru sana kwa kutenga muda wako kujumuika nasi kwenye UDOM Podcast. Nikukaribisha tena wakati mwingine tutakapokuhitaji. Asante sana. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Michelle Scholar na kwa niaba ya timu nzima ya UDOM Podcast tunakutakia kila laheri. Bye bye.